Mheshimiwa Spika, hadi mwezi wa Machi 2026 deni la serikali lilifikia shilingi trilioni 114.34. Katika kiasi hicho deni la ndani lilikuwa shilingi trilioni 38.45 sawa na asilimia 33.6, na deni la nje ilikuwa shilingi trilioni 75.89 sawa na asilimia 66.4. Deni hilo limetokana na mikopo iliyoelekezwa katika maeneo ya kimkakati yanayochochea ukuaji wa uchumi, ikiwemo ujenzi wa miundombinu ya usafirishaji, nishati na mawasiliano. Mheshimiwa Spika, tathmini ya uhimilivu wa deni uliofanywa Novemba mwaka 2025 imeonyesha kuwa deni ni himilivu katika kipindi cha muda wa kati na muda mrefu. Thamani ya sasa ya deni la serikali kwa pato la taifa ni asilimia 39.6 ikilinganishwa na ukomo wa asilimia 55. Deni la nje kwa pato la taifa ni asilimia 24.4 dhidi ya ukomo wa asilimia 40, na deni la nje kwa mauzo ya nje ni asilimia 123.1 dhidi ya ukomo wa asilimia 180. Hali hii inaonyesha kuwa nchi yetu ina uwezo mzuri wa kusimamia na kuhimili deni lake bila kuathiri uthabiti wa misingi ya uchumi. Mheshimiwa Spika, sambamba na mafanikio hayo, kampuni kubwa za kimataifa za Moody's na Fitch Ratings zilifanya tathmini ya awamu ya kwanza ya uwezo wa nchi kukopa na kulipa madeni kwa mwaka 2026. Matokeo ya tathmini yalionyesha kuwa Tanzania inakopesheka na ina uwezo mzuri wa kulipa madeni yake. Matokeo haya yanatokana na ukuaji mzuri wa uchumi, utekelezaji wa mageuzi ya kimuundo yanayoboresha mazingira ya biashara na uwekezaji, pamoja na nidhamu ya matumizi ya fedha za umma na ongezeko la mapato ya serikali. Masuala mtambuka. Mheshimiwa Spika, naomba bunge lako tukufu lipokee na kuzingatia masuala mtambuka yanayobainishwa katika hotuba yangu, ikiwa ni pamoja na athari za migogoro ya kimataifa, mabadiliko ya tabia nchi na jinsia na ustawi wa jamii, kama ilivyobainishwa kupitia aya 26 hadi ya 37 ya hotuba yangu. Mheshimiwa Spika, kupitia amri ya Rais, uendelezaji wa makao makuu Dodoma. Mheshimiwa Spika, kupitia amri ya Rais, yani Presidential Decree namba 320 ya mwaka 1973, Dodoma ilitangazwa kuwa makao makuu ya taifa la Tanzania wakati wa awamu ya kwanza serikali chini ya uongozi wa baba taifa marehemu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.